Naitwa Best Muhana Rukanda, ni afisa masoko kutoka Bodi ya Mkonge Tanzania. Bodi ya Mkonge Tanzania ni taasisi ya kiserikali ambayo ipo chini ya Wizara ya Kilimo lenye majukumu ya kusimamia na kuendeleza tasnia ya mkonge Tanzania. Katika maadhimisho haya ya 50 ya Sabasaba, Bodi ya Mkonge Tanzania tuko hapa kwanza kueleza bodi yetu inafanya nini, lakini pili kutoa elimu kuhusiana na kilimo bora cha mkonge na kuzielezea fursa mbalimbali za uwekezaji ambazo zipo katika tasnia ya mkonge. Tuko hapa katika hema ya Wizara ya Kilimo almaarufu kama Katavi. Kwa hiyo mkifika hapa tutawapa hizo elimu, tutawajulisha kuhusiana na hizo fursa mbalimbali ambazo zina exist katika tasnia ya mkonge. Kilimo cha mkonge kwanza kina faida. Mojawapo ya faida ni pato la mtu mmoja mmoja, lakini vile vile linachangia katika pato la taifa. Mkonge tunaouzalisha hapa tunauza nje ya nchi. Kwa mfano, soko letu kubwa lipo Uchina duniani, lakini kwa Afrika masoko yetu ni Nigeria, Morocco, Misri, Ghana na zile nchi ambazo zipo Afrika Magharibi, West Africa. Hizi singa ndio zinatumika kutengeneza bidhaa kama hizi. Kwa hiyo watu wanaweza wakatumia hizi singa kutengeneza bidhaa kama hizi na wakaziuza katika soko la ndani na katika soko la nje. Lakini vile vile watu wanaweza kuziuza hizi singa nje ya nchi. Na huko nje ya nchi wanapouza hizi singa zinatumika katika matumizi ya kutengeneza gypsum, zile kamba zinazotumika kushikilia lifts au elevator kwenye majengo marefu. Lakini kamba hizi, singa hizi zinaweza zikatumika kutengeneza soli za viatu, noti, ceiling board kama nilivyosema awali, gypsum, lakini vile vile composite ambayo inaweza kutengeneza tofali. Hiyo ni mojawapo ya faida ambazo zinatokana na kilimo cha mkonge au zao la mkonge lenyewe. Lakini vile vile zao la mkonge linatengeneza ajira direct kwa moja au ajira zile ambazo sio za moja kwa moja. Kuna watu wanaajiriwa mashambani kama wakataji, kuna watu wanaajiriwa katika vituo vya uchakataji, lakini kuna watu wanajiajiri wenyewe kwa kufanya biashara ya kununua singa na kuziuza nje ya nchi au kununua singa na kuwauzia wauzaji ambao wanaziuza hizo singa nje ya nchi. Kwa hiyo mkonge bado una manufaa makubwa sana kwa mtu mmoja mmoja, lakini vile vile kwa taifa kwa ujumla. Ni kwamba Tanzania ina ardhi kubwa. Kiwango ambacho cha ardhi ambayo inafaa kulima mkonge bado ni kikubwa. Kwa mfano kuna maeneo kama Chalinze, Bagamoyo, bado kuna ardhi kubwa kule, maeneo kama Kisarawe, lakini Tanga yenyewe ambayo inaongoza kwa ulimaji wa mkonge bado kuna maeneo mengi. Kwa mfano kule Mkinga, Handeni, Lushoto, Muheza, bado kuna maeneo ambayo mtu kama anataka kuwekeza kwenye kilimo cha mkonge anaweza kapata maeneo hayo na kuweza kuwekeza katika kilimo cha mkonge. Mkonge unastawi kwanza kwenye ardhi ambayo haitwamishi maji, haina minuko mikali, lakini vile vile ina mvua za wastani, udongo wake sio mfinyanzi, na kiwango cha joto ni cha wastani kuanzia nyuzi joto 25 na kuendelea. Kwa hiyo maeneo yote ambayo yana tabia za namna hiyo, mkonge unaweza kustawi vizuri. Lakini katika Tanzania maeneo ambayo yanazalisha sana mkonge ni Tanga na Morogoro.